Naam, tunaendelea katika mfululizo wetu wa kujibu maswala yetu ambao tunakuwa tunaulizwa mara kwa mara na watazamaji wetu na wafuatiliaji wa hospitali yetu ya Ar-Rahma. Leo tuna swali lingine ambalo la pili tunapenda kulifafanua, na muulizaji ameuliza kwamba yeye ana tatizo la kumuuma tumbo mara kwa mara, na haswa anapokula vyakula vyenye asili ya ukali au pilipili ndio tumbo huwa linamuuma. Sasa swali lake anajiuliza kwamba hii kuuma ni asidi kuwa nyingi au kuna matatizo mengine ambayo yanayomuendelea. Hilo ni swali lake. Pia tungependa kumpa pole muulizaji kwa kupata changamoto hiyo ya kuuma mara kwa mara suni tu akimaliza kula, kwa sababu inakuwa kidogo disturbance. Maliza kula tumbo linauma na hata kile chakula chenyewe inakuwa haujakifaidi vizuri. Kwa hiyo tunakupa pole sana na tungependa kujibu swala lako kama lifuatavyo. Kwanza tunapenda kabisa kuwaomba waulizaji anaposema anapata shida la tumbo atuambie haswa sehemu gani ya tumbo inaomuuma, sehemu ya juu ya tumbo, sehemu ya chini ya tumbo, sehemu ya kulia ya tumbo au sehemu ya kushoto. Na kuuma kwa tumbo kwa aina nyingi. Kuna nadhani wote mashahidi mshawahi kuuma tumbo, watu asilimia kubwa tushawahi kuuma tumbo. Kuna mwingine anauma tumbo linamwaka moto, kuna mwingine anauma tumbo linamchoma, kuna mwingine anauma tumbo linamkaza. Kwa hiyo yote hizo ni dalili za maumivu ya tumbo, lakini in general kwa tutajibu kulingana na yeye alivyouliza kwamba akila vyakula ndio tumbo huwa linamuuma. Kwa hiyo sababu zipo nyingi ya kuumwa na tumbo baada ya kula. Sababu ya kwanza kama aliyosema inaweza kawa ni asidi zipo nyingi, pengine na mikwaruzo ya tumbo, sehemu ya tumbo au na vidonda vya tumbo, ndio maana pia kila chakula tumbo linamuuma, hivyo vyakula vyenye asidi ya ukali. Kwa hivyo tungependa kumuomba muulizaji kama hajafanya uchunguzi wa vidonda vya tumbo au uchunguzi kama kwa na asidi nyingi, afanye uchunguzi huo. Huenda ikawa shida anayopata kwa sababu ya asidi kwa nyingi au mikwaruzo kwenye tumbo, kwa sababu moja ya dalili ya tunasema vidonda vya tumbo au michubuko kwenye tumbo ni maumivu punde tu unapoanza kula chakula cha aina yoyote. Inaweza kuwa chakula cha ukali chenye pilipili vyovyote vile, lakini unapata maumivu ya tumbo mapema tu baada ya kushakomaliza kula. Hiyo dalili ya kwanza. Dalili ya pili, kuna mwingine akikaa na njano tumbo linamuuma. Huyo naye dalili nyingine ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kuna aidha ukapata maumivu ya tumbo baada ya kumaliza kula au maumivu ya tumbo unapokuwa na njaa. Kwa hivyo ni dalili za vidonda vya tumbo au asidi kuwa nyingi. Kwa hivyo tungependa muulizaji afafanue kwanza tumbo linamuuma sehemu gani na linauma vipi. Kama angeweza tupata hizo taarifa itakuwa vizuri zaidi kutusaidia kujibu swali lake kwa makini zaidi. Atuambie tumbo lake kila linamuuma vipi, linawaka moto, linamchoma, linauma kwa juu, linauma kwa chini, maumivu yanaenda anasikia mpaka mgongoni, anasikia kulia, anasikia vyote hivyo atuambie, na kwa muda gani sasa anapata hiyo changamoto. Kwa hiyo tungependa muulizaji kama atapata muda wasa afafanue zaidi hapo, linamuuma wapi, muda gani linamuuma, sasa linamuuma vipi tupate kujua. Lakini kwa alipouliza kwa jana sisi tunataka kumfahamisha kuwa inawezekana ikawa shida ni asidi au ishara ya vidonda vya tumbo. Kwa hivyo tungependa muulizaji kama yuko karibu angekuja hospitalini kwetu kwa ajili ya uchunguzi au mazungumzo vizuri, apate kuongea na daktari, kuhojiana vizuri ili tuweze kumsaidia zaidi kwa kuondosha tatizo lake, ikiwezekana kabisa liishe hilo tatizo lake la kupata maumivu anapomaliza kula. Na kwa faida sasa hivi tuna vipimo vipo, tunapima mpaka vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni rahisi, ukija hapa tutachunguza vizuri, tutakutumia vipimo vya vidonda vya tumbo. Tunacho kipimo kizuri, tunao madaktari wazuri. Sasa hivi tuna daktari wa masuala ya tumbo ambaye anahusika na masuala ya vidonda vya tumbo, michubuko ya tumbo. Shukrani sana, pole kwa tatizo la kuumwa kwa muda mrefu.